Leo ikiwa ni siku ya 7, nataka kuongea na wewe uliyepoteza wazazi wako wawili ukiwa mdogo. Nikiwa na maanisha yatima. Kuna wakati unapitia katika vipindi vigumu kwa sababu huna msaada wa baba wala wa mama, na inapelekea mpaka kufanya vitu ambavyo ni hatari kwenye maisha yako. Mimi nikushauri, amini katika Mungu, atakuvusha pamoja na hali yako hiyo hiyo. Kuna watu ambao watakuvusha, wataplay part kama baba, wataplay part kama mama, watacheza katika nafasi za wazazi wako na watakufikisha mbali. Amini, una uwezo katika Mungu. Mwizi! Mwizi! Kwani kila nini? Hebu ngoja. Sina kwa nini? Hebu ngoja. Anaiba huyu. Hebu kijana simama hebu. Niambia dogo, nitakuwa. Acha utani. Utakuja ofe. Una shida gani? Dogo utani dogo. Una shida gani? Kweli mimi maisha yangu magumu sana. Maisha yako ni magumu? Ndio, yani sina wazazi. Kwa namna gani? Yani sina wazazi. Wazazi wako wameenda wapi? Wazazi wako wote wamefariki. Kwa hiyo maisha yako yamekuwa ni magumu baada ya wazazi kufariki, umeamua ujihusishe na kuiba. Mimi nakushauri tukiwa kama mdogo wangu, achana na kuiba. Ni kweli wazazi wako wamefariki. Tukiangalia kuna watu wakubwa sana katika nchi ambao waliweza kufanikiwa kwenye ukubwa katika maisha yao, na wazazi wao walifariki na bado waliweza kufanikiwa sana. Uwezo ulionao ni mkubwa. Usiibe kwa sababu ya wazazi wamefariki. Mimi nikwambie tu, nitakusaidia kwa namna ninavyojua, lakini pia hebu kaongee na viongozi wako wa kiserikali waweze kukusaidia. Ikishindikana, nenda hata kwa viongozi wa dini. Ukienda kwa viongozi wa dini watakusaidia na utafanikiwa kwenye ndoto yako. Achana na wizi. Sawa? Ehe.